na verse ile ambayo tulijua miaka mingi iliyo. Mungu anapenda tukikua. Bwana Yesu asifiwe. And that is why Paul said in Hebrews 5:13. Hebrews 5:13, whoever desires milk is a babe and is unskilled in the word of righteousness, but strong meat belongs to them who have exercised their senses to discern good and evil. Praise the name of the living God. Ni wakati wetu wa kukua. Tukue na hiyo akili ya kwamba hatufai kukua pale pale. Tunafaa tukue. Tunafaa tuwe na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Because if you don't have the word of God, you might also live wrongly. How do you know who to marry or who to get married to if you don't have the word of God? How do you know your purpose? Why were you born? Kwa nini ulizaliwa? Kwa nini unaishi sasa? Kuna sababu. Is there a reason why you're living? Praise the name of the living God. So I'm here to encourage us that anytime God is sending his word, that is your chance, that is your opportunity to receive the word of God. Praise the name of the living God. Because the word of God always comes for the profitability of man. The word of God always comes to profit man, to profit you as a believer. The word of God always comes to build me as a believer. Bwana Yesu asifiwe. Isaiah 55 verse 10 to 11. You can read it even later. Isaiah 55 verse 10 to 11. There is that which God pleases in his word. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amefungua Isaiah 55? To 11. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereunto I sent it. Bwana Yesu asifiwe. The word of God is a spiritual rainfall. Tell your neighbor, the word of God is a spiritual rainfall. Ambia jirani yako, neno la Mungu ni mvua ya kiroho. The word of God is always designed, praise the name of the living God, for definite accomplishment. Halikujangi tu, linakuja na kusudi. Na Mungu anasema ya kwamba jinsi mvua inavyotoka mbinguni na ikikuja irudi tu, mvua haiwezi kuja na irudi tu. Hata neno la Mungu limefanywa hivyo, ya kwamba likikuja haliwezi kuja lirudi tu. Bwana Yesu asifiwe. The word of God does not know how to return back to God empty-handed. It doesn't know. There is always a purpose. There is always a purpose. There is an accomplishment to be made. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. If God shows you something in his word that you have never seen before, it is called a visitation. Praise the name of the living God. Kuna watu ambao wanatamani Mungu awatembelee kwa njia, akuje atume malaika, atume apostle. Praise the name of the living God. Lakini wakati ambapo unasoma neno la Mungu ama unasikiliza mhubiri na Mungu anakuonyesha jambo ambalo haukuwahi ona. Kwa mfano sijaona hilo. I've never seen that. Hey, that's a revelation. That's a visitation. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa anatembelea watu kupitia kwa neno lake. By his word, that is a visitation. The word of God is a great visitation ambayo inafaa kubadilisha maisha yetu. Na sisi sio wa kwanza kutembelewa na Mungu kupitia neno. The Bible says in 1 Samuel 3:21 ya kwamba Mungu alikuwa anamtembelea Samueli. 1 Samuel 3:21, you can write and read later. The Lord appeared to Samuel and revealed himself by the word of the Lord. Mungu alikuwa anajidhihirisha kupitia kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni Mungu, ni Mungu mwenyewe. Uchukulie na uzito huo, ya kwamba ni Mungu anajidhihirisha kwangu, ya kwamba hili neno ni langu. Bwana Yesu asifiwe. Usisikilize neno na ukisema hapo vile mhubiri amesema, hilo ni neno la Minister Baraka, hilo ni neno la Minister Dorcas, hilo ni neno la president, ni neno langu, ni mimi Mungu ananenea. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Mungu anajidhihirisha kwangu kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. The word of God is a tonic for health and vitality. Neno la Mungu ni la uponyaji. Yani the word of God is just for healing. That's how the word of God is. The word of God is a healing balm. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe.
nisomewe Mithali 4 kwa haraka. Mithali 4 mstari wa 20 hadi 22 kwa Kiingereza. Proverbs 4:20-22. Praise the Lord. The word of God is life and health. Kama tunaweza sikiliza neno la Mungu, kama tunaweza kubali neno la Mungu lidumu ndani yetu, basi hatuwezi kuwa wagonjwa. Praise the name of the living God. Because the Bible says that the word of God is health to all their flesh, to all their flesh. Haijalishi ni ugonjwa upi mtu anaweza kuwa nao, anahitaji neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kuanzia sasa, hata wakati wa Yesu. Biblia inasema katika Luka 5 mstari wa 15, Luke 5:15, ya kwamba walikuwa wanakuja pamoja kusikiliza Yesu na kuponywa. It's what the Bible says. They were coming together to hear and to be healed. Ilikuwa kawaida ya kwamba wakisikiliza neno kutoka kwa Yesu wataponywa. Walikuwa wamezoea. They were coming together to hear and to be healed. Praise the name of the living God. I pray that our nation can hear the word of God. I pray that we believers can arise, we can embrace the word of God. I pray that even we as a church, we can embrace the word of God. We hear and we be healed. Bwana Yesu asifiwe. Being healed doesn't just mean sicknesses, even crises, even distresses. The Bible says that he sent his word and healed them of their distresses. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Today, as we hear the word of God, we are getting healed. Bwana Yesu asifiwe. The kingdom of God has come. Ufalme wa Mungu umekuja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposikiliza neno la Mungu leo, hatutabaki kuwa vile vile. Yeyote ambaye ni mgonjwa atapona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu haliwezi tengwa, haliwezi kuwekwa kando na uponyaji. The word of God cannot be separated from healing. They were gathered to hear and to be healed. Jesus was not praying for them get healed. They were just gathering to hear the word of God and to be healed, regardless of what we are suffering from. Bwana Yesu asifiwe. Yote ambaye anapitia wakati mgumu, ambaye anaona kama ni mwisho wake, ya kwamba Mungu yuko mbali sana, ya kwamba Mungu hajasikia sauti ya Mungu iko mbali kabisa, leo ni siku yake. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku yako na leo ni siku yangu. Praise the name of the living God. We are pressing on into the kingdom of God. The kingdom of God is at hand and we are getting healed. May we arise katika jina la Yesu, tusimame kwa miguu yetu, even as we open our hearts to be able to receive the word of God. Even say a word to God in the name of Jesus. You have heard that it is the purpose of God. It is the plan of God to send his word. Na huwa anatuma neno lake kwa kusudi ya kwamba tufaidike. Neno la Mungu ni la kutufaidi. Zungumza na Mungu, mwambie uko tayari akunenee, uko tayari akutembelee. Mungu anatembelea watu kupitia kwa neno lake. Uko tayari akuponye katika jina la Yesu. Uko tayari Bwana tunenee katika jina la Yesu. Praise, we give you glory. Speak unto us today, Jehovah Lord. Our hearts are ready. Speak unto us, O God. Our hearts are ready. Our hearts are ready. Our hearts are ready. Lord God Almighty Father, speak to us, O King of Kings. In the name of Jesus Christ. Lord, I pray, open my heart today. Open my heart that I may hear your word. Open my heart, O God. Pray unto God. Tell God to open your heart today that you may hear his word, that you may have an understanding of the scripture. In the name of our Lord Jesus Christ. Just go before the Lord. Tell him, Lord, open my heart this day. Fungua Baba moyo wangu nipate kuelewa neno lako katika jina kuu la Yesu Kristo. Lord God Almighty Father, open my heart today. Open my heart today. Open my heart today. It is only an open heart that can receive from God. Open your heart today. In the name of our Lord Jesus Christ. Lord, we give you praise. Lord, we give you glory. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit we pray. Amen. Amen. Please, you may be seated. Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia yasema as we go straight into the word, ukienda
katika neno. Praise the Lord. Amen. The Bible says in the book of Luke chapter Biblia 16 verse 16. Luka kifungu cha 16 mstari wa 16. Luke 16:16. Luke chapter 16 and verse 16. Luke has written very wonderfully in both the book of Luke and in the Acts of the Apostles. Luka ameandika vizuri katika kitabu cha Luka na kile cha Matendo ya Mitume, ameandika kwa usahihi na undani kabisa. Praise the Lord. Amen. To make us understand of the things that Jesus did Kutufanya tupate ufahamu na kuelewa yale matendo ambayo Yesu alitenda and said. na kusema. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Luke was a doctor by profession. Luka alikuwa daktari, kazi ambayo alikuwa anaifanya yeye mwenyewe. Hallelujah. Amen. And that is why it looks like his writings have a lot of clarity. Na inavyoonyesha kwamba uandishi wake una viini, ni wakina na una viini, A lot of structure. uko na mfumo tofauti. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. I want us to look at Luke chapter 16 verse 16. Luka 16:16. Hallelujah. Amen. Chapter 16 and verse 16. The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. The law and the prophets were what? Until John. Were until John. But since then, hallelujah, the kingdom, or since that time, the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Every man is forcing his way into the kingdom. Kila mtu anajiingiza kwa nguvu katika ufalme wa Mungu. Before John, kabla ya Yohana, it was the time for the prophets. Ulikuwa wakati wa manabii. What does the Bible say? Hallelujah. Before John, kabla ya Yohana, who was there? The law and the prophets. Kulikuwa na Torati na manabii. Hallelujah. Amen. The law and the prophets. Torati na manabii. But after that, lakini baada ya wakati huo, something new is introduced. Kitu kipya chaletwa. It is called the kingdom. Chaitwa ufalme. Hallelujah. Amen. Before then, the kingdom was not being spoken about. Kabla ya hapo ufalme wa Mungu haukuwa unazungumziwa. It was about the law and the prophets. Ilikuwa kuhusu Torati na manabii tu. The law would guide the people Torati ingeongoza watu on how to lead their lives before God. jinsi ya kuishi maisha yao mbele. The law would show people Torati ingeonyesha watu how to live to live in God. jinsi ya kuishi katika Mungu. The law would show people Torati ingeonyesha watu what will happen if they don't obey God. Kile kitu kingewatendekea kama hawangemtii Mungu. And the prophets came na manabii wakaja to stand between God and man, kusimama kati ya wanadamu na Mungu, to be the spokespersons, ili wakatumiwe kuzungumza kwa niaba ya Mungu kwa watu. So they would tap from the kingdom of God in heaven, kwa hivyo wangepata kutoka katika ufalme wa mbinguni and speak to the children of Israel on earth. na kuwanenea wana wa Israeli katika dunia. This is what God is saying. Hiki ndicho Mungu anachosema. This is what you should not do. Hiki ndicho amfai kufanya. This is what is making God not pleased with you. Hiki ndicho kinafanya Mungu afurahi nanyi. Praise the Lord. Amen. But after that, lakini baada ya hapo, there is a new dispensation. Kuna wakati mpya. John comes with the message of the kingdom. Yohana aja na ujumbe wa ufalme. And he says, na anasema, the kingdom of God is here. Kwamba ufalme wa mbinguni wa Mungu uko hapa. And we sing a song. Na tunaimba wimbo. You remember Kiande? The voice of a man calling from the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Prepare ye the way of the Lord. Iandaeni njia ya Bwana. He was not the one bringing the kingdom. Si yeye aliyekuwa analeta ufalme huo. He was introducing. Yeye alikuwa anatutambulisha. The one who was reintroducing the kingdom. Yule ambaye alikuwa analeta tena ufalme. Because the kingdom was there before. Kwa sababu ufalme ulikuwa hapo tangia mwanzo. The things as they were in the Garden of Eden, vitu vilivyokuwa katika shamba la Edeni, is what God was restoring after John. Ndicho kitu ambacho Mungu alikuwa anarejesha upya baada
baada ya after the Yohana, law and the prophets, baada ya torati na manabii, God was reintroducing Mungu alikuwa yualeta the tena grace at the Garden of Eden, ile neema ya katika shamba la Edeni, that he will bring people back to fellowship with him. ya kwamba ataleta watu katika uhusiano naye. The kingdom Ufalme was the ideal of God ulikuwa mtazamo wa Mungu all the way from Adam. kutokea mwanzo siku za Adamu. God had planned Mungu alikuwa amepanga to establish a branch of heaven on earth. kuanzisha mfano wa mbinguni hapa The duniani. plan of God Mpango wa Mungu was to have the government of heaven ulikuwa kuwa na serikali ya mbinguni presented here on earth. imewakilishwa hapa duniani. Praise the name of our Lord Bwana Jesus Yesu Christ. asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That whatever happens in heaven Ya kwamba kile chochote ambacho kitatendeka kule will mbinguni also happen on earth. vivyo hivyo kitatendeka hapa duniani. Thy kingdom come. Ufalme wa Mungu Thy uje. will be done on earth Mapenzi yako yatimize hapa katika just dunia as it is in heaven. kama ilivyo pale mbinguni. That is the original plan of God. Huo ulikuwa mpango wa Mungu wa mwanzo, But we lost it with Adam. na tukaupoteza na Adamu. Hallelujah. Haleluya. Through Adam's mess, Kupitia kutenda makosa kwa Adamu, through Adam's disobedience, kupitia kutotii kwa Adamu, we lost tulipoteza that original plan of God. mpango huo wa kiasilia wa Mungu. And out of his love, Na kutokana na upendo wake God Mungu, again prepares Mungu tena yuandaa, another program anaandaa mfumo mpya to reintroduce ili kuleta tena what Adam messed up with. kile ambacho Adamu alikiharibu na kukipoteza. Hallelujah. Hallelujah. And this time round, Wakati huu he comes through John, anakuja kupitia Yohana, the family of John. familia ya Yohana. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Now, some of you who look at the will of God with carnal eyes, Baadhi yetu ambao tunatazama mapenzi ya Mungu kwa macho ya kawaida. can you imagine how John was born? Je, unaweza fikiria jinsi Yohana alivyozaliwa? Some of you who wonder whether you are called of God because of the problems you go through. Baadhi yetu kama tunatia shauku kama tuliitwa na Mungu kwa shida zile ambazo The zinatukumba. father of John was a priest. Baba ya Yohana alikuwa kuhani. His problems even became bigger Alikuwa shida zake zikawa hata kubwa zaidi when he was inside wakati ambapo alikuwa ndani going to do the sacrifice. akienda kutoa dhabihu. That is when his biggest problems came, Ndiposa shida zake kubwa zilikuja because he did not believe God. kwa sababu hakumwamini Mungu. He is serving God. Yeye anamtumikia He did not Mungu believe what God was saying. lakini hakuamini kile ambacho Mungu anasema. Hallelujah. Haleluya. Mdomo ikafungana. He became dumb. Akakosa He could kuzungumza, not speak. akakuwa bubu. Hallelujah. Amen. All this, Yote haya hallelujah, is Hallelujah. added on top yanaongezwa juu that his wife has not yet gotten a child, ya kwamba mkewe hajapata mtoto hadi sasa, and they are in old age. na umri wao umesonga sana. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. They are not young people. Hawa si watu wachanga. Hallelujah. Haleluya. It looks like a problematic, Inaonekana kama familia ambayo iko na shida, but that is where God goes to start. lakini Mungu yuaenda kuanza hapo katika familia That's hiyo. where he goes to start a kingdom. Anaenda hapo kuanzisha ufalme. That's where he goes to start the message of the kingdom. Anaenda hapo kuanzisha ujumbe wa ufalme. So if you think your problem can stop God, Ukifikiria shida yako inaweza kumzuia Mungu, hallelujah, Hallelujah. you must be too old for God. lazima pengine ukuwa umekonga sana katika umri That you wa Mungu. think your problem at home, Ukifikiria shida ambayo inakukumba nyumbani, your problem in your health, shida ambayo inakukumba katika afya that your yako, problem with finances, shida yako ya pesa, that your problem with your wife, kwamba shida na mkeo, the problem with your husband, shida na mumeo, stop the agenda of God. inaweza zuia mpango wa Mungu. Please be reminded today it's a lie of the devil. Tafadhali kumbushwa leo kwamba huo ni uongo wa shetani. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. He comes through this couple, Amekujia kupitia wapendwa hawa, and John is born, na Yohana yuazaliwa, and he starts announcing na anaanza kutangaza in the wilderness. katika jangwa. Nothing looks good about all this. Hakuna kitu kinaonekana kizuri juu ya haya yote. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Nothing looks good about the new message. Hakuna kitu kinaonekana kizuri kuhusu ujumbe huu Why mpya. are you preaching in the wilderness? Je, unahubiri nini katika jangwa? Why are you wearing a goat skin? Je, kwa nini unavaa ngozi? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You should wear good. Lazima ukuwe umevalia nadhifu Go in vizuri, the city in a suit. na uende katika jiji kule ukiwa umevaa If suti. you're preaching kingdom, Kama unahubiri ufalme, you must look kingdom. lazima ufanane na ufalme huo ambao unahubiri. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen.
Hello? Halo. So some of us are deceived Kwa hivyo baadhi yetu tumedanganywa by the impressions and looks of the outside world. na mitazamo ya dunia hii ya kidunia. Sometimes you look at your education. Wakati mwingine unatazama elimu yako, Some are so shallow, you even look at your skin color. wengine wanatazama hata ngozi yao ya And you say, mwili. I'm good for nothing. Na wanasema kwamba mimi sifai. Some of you look at your height or your praise the Lord Jesus Baadhi Christ. yetu tunatazama kimo chetu, ufupi au urefu. Bwana asifiwe. Amen. You just gauge yourself Pia unajipima tu by things that can be seen. na vitu ambavyo vyaweza kuonekana. You look at the family you come from Unatazama familia ambayo watoka and you think you don't matter na anymore. unafikiria kwamba hufai na haifai tena. You will amount to nothing. Kwamba utafika utapata You kitu. judge and condemn yourself. Ya kwamba wewe unajihukumu na unajidhalilisha. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. I am here to tell you, Kwa hapa kukuambia God never created Mungu hakukuumba tu as an exhibit of ili failure. kwamba ukawe mfano wa He created a kuanguka. success. Aliunda mtu wa He kufaulu. created greatness. Aliunda ukuu. He created greatness. Aliumba ukuu. And that is what you shall become. Na hicho ndicho In ambacho the name utakuwa of Jesus katika Christ. jina la Yesu. You will represent kingdom fully. Utawakilisha ufalme In your health, in your wealth, in your riches, in your glory, katika fedha zako na katika utukufu righteousness, in wako. your holiness. Katika haki na You will katika fully represent the kingdom. utawakilisha ufalme In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, from then the kingdom of God is preached. Biblia inasema kutokea wakati huo ufalme wa mbinguni unahubiriwa. The kingdom of God is preached. Ufalme wa Mungu unahubiriwa. And men are forcing their way into it. Na watu wanajiingiza kwa nguvu katikati yake. Where are these men coming from? Watu hao wanatoka wapi? These men are coming from the world. Watu hao wanatoka katika dunia. These men are coming from sickness. Wanatoka katika magonjwa. Hallelujah. Hallelujah. They are sick. Wao ni The wagonjwa. doctor has said there is no cure. Daktari amesema kwamba hakuna tiba. But in the kingdom, the chief physician Lakini katika ufalme yule has said, mtaalamu come, amesema all ye kuja. that are heavy Wale laden. ambao wana Hallelujah. mizigo mizito. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Hallelujah. Amen. Amjui ingine ni hiyo tu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haya 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 haya. haya haya Jesus haya. So those who are coming to the kingdom are coming to a higher place. Wale ambao wanakuja They are katika coming to the ufalme, place where men wanakuja katika rise. sehemu ya juu They are ambapo coming watu from the wanainuka. lowly parts of the earth. Kutoka They are sehemu ya coming chini. from nothingness. Kutoka katika They are sehemu coming ambazo from ziko. nowhere to a place where men are made, Katika to sehemu a ambapo place watu of reputation, wanatengenezwa. to a Watu ambao place of wanabadilika. renown, Katika to a jina place la of Yesu. success, Watu to a place of wanapata health. katika Men jina la are Yesu. pressing in Watu to wanaingia. be made into what Ili God watengenezwe. designed them to be. Amen. Men are pressing in. Watu wanajiingiza kwa nguvu. They are coming from the lies Wanatoka katika uongo of the devil. wa shetani. They are pressing into the truth Wanaingia kwa nguvu of the katika kingdom of ukweli. God. Ukweli wa Mungu. Hallelujah. Wa Mungu. They are coming from the insults of the world. Wanatoka katika They are kutukana na coming from dunia. abusive Wanatoka relationships. katika They are kutukana. pressing, they are forcing their way in. Wanajiingiza kwa nguvu. And because of that, he says, and in verse 17, and praise the Lord Jesus Christ. Amen. Because of that, and hallelujah. Amen. It is easier for the heaven and the earth to do what? To pass. Than for a tittle, than for a thought of this word, than for a dot of this word to do what? To fail. Amen. Amen. This is the only failure proof weapon in your life. Hiki ni kitu ambacho akiwezi kuanguka katika maisha. Failure proof. Kitu ambacho kinazuia kuanguka katika maisha yako. Failure proof. Kinazuia kuanguka katika maisha yako. Your certificate may fail. Vyeti vyako vyaweza kuanguka. Your husband may fail. Mumeo aweza kuanguka. Your wife may fail. Mkeo aweza kuanguka. Your children may Mtoto wako fail. anaweza kufeli. Marriage may fail. Ndoa yaweza kufeli. Hallelujah. Hallelujah. Your career may Kazi fail. yako yaweza kufeli. Your nation may fail. Nchi yako yaweza The kufeli. economy of your country
may fail, Economy yaweza but kufeli. this is the only failure prover. Lakini neno la Instrument Mungu of God in your hands. litazuia You can kufeli rule with this. maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. In the midst of your enemies, you shall katikati ya- rule by this word. Amen. Hallelujah. Amen. When you belong to the kingdom, Hallelujah. you know the weapons of the kingdom. Amen. You know the instruments of power Amen. of the kingdom. Amen. The word of God. Neno la Mungu. And it is easier. It is easier Ni vyepesi for the earth and the heaven to pass away, kwa mbingu na nchi kutoweka for this word kuliko hili neno to fail. kufeli. This word does not fail men. Neno hili alianguki, alifeli. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Especially men who have known how to press. Haswa wale watu ambao wanajua jinsi ya kujiingiza kwa nguvu. You know, one day Siku moja a lady told me, dada moja akamwambia Pastor, I have a problem. kwamba dada huyo alikuwa na shida. My husband Mumewe ana pesa. my husband has money. Mume wangu ana pesa. Amen. But I'm not seeing his money Lakini sioni pesa zake because he has gotten someone else kwa sababu amempata mtu mbadala that he's wasting money with. ambaye anaharibu pesa kwa yeye. Actually, wamefungua duka. Mhm. Hello? They have opened a shop. Wamefungua duka. Hallelujah. Amen. And that is where they are even taking money from my shop and taking to that shop. Hata wanachukua pesa katika duka langu wanapeleka katika duka hilo ambalo wamefungua. I said this is kingdom business. Kwamba haya ni masuala ya ufalme. This is kingdom business. Haya ni masuala ya ufalme. Praise the Lord. Amen. He told me I'm afraid because of my husband. Kwamba ninaogopa kwa ajili ya mume wangu. Because this lady Kwa sababu huyu dada has finished so many men. amemaliza waume wengi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. I told her, just give me some money. Akamwambia ampe pesa kidogo. Hallelujah. Amen. Because first of all, what you are doing is not the last thing, but I want to prove to you that God is on your side. Kile ambacho tunafanya si cha mwisho, lakini nataka kuhakikishia kwamba Mungu yuko I upande want to go wako. and do shopping in that shop. Nenda ununue bidhaa katika duka hilo. Took the money and prayed for it and then go and buy. Alichukua pesa akaziombea, kisha akamkabidhi, akamwambia nenda kanunue. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. I'm confusing because I remember there are two incidences. I did the same. One I went and bought myself, the other one I sent the person, go and buy. Kuna matukio mawili ambayo yalitukia. Mmoja alituma mtu, nyingine alienda kununua A yeye week mwenyewe. was not over. Wiki haikupita. She said they have closed. Alisema wamefunga duka hilo. They have closed. Wamefunga. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Because we are kingdom. Kwa sababu sisi ni ufalme. We are kingdom. Sisi ni ufalme. A kingdom rules. Ufalme una sheria. A kingdom reigns. Ufalme unatawala. When you hear of a kingdom, Ukisikia kuhusu ufalme, there are rulers in the kingdom. kuna watawala katika ufalme. There are agents of authority in the kingdom. Kuna wale maajenti wa mamlaka katika In ufalme. this kingdom, Katika ufalme huu, we are the people in dominion. sisi ni watu ambao tunatawala. We are the one reigning. Sisi ambao tunatawala. We are the one in control. Sisi ndio wale ambao We are the tunaelekeza. ones in dominion. Sisi ambao tunatawala. It is unto you according to how you take rulership. Itakuwa kwako jinsi By utakavyotawala. faith. Kupitia hili. By faith. Kupitia hili. That you have faith Ya kwamba uko na to imani speak out kunena neno concerning destiny, kuhusu hatima, concerning family, kuhusu familia, concerning families, kuhusu familia, concerning health. kuhusu afya. We reign. Tunatawala. We reign. Tunatawala. With this mouth we reign. Kupitia kinywa hiki tunatawala. It shall be what you name it. Itakuwa kile ambacho I'm utakitaja. saying it shall be what you name it. Itakuwa kile ambacho utakitaja. If your mouth is not active, Kama kinywa chako hakiko, even your life will be rendered inactive. hata maisha yako hayatakuwa na In msisimko. the kingdom, Katika ufalme there are principles of dominion. kuna kanuni za There are kutawala. principles of reigning. Kuna kanuni za There are kuongoza. principles of ruling Kuna kanuni za over kutawala the circumstances of your life. dhidi ya masuala katika maisha yako. Allow me to put it to you. Kubali niweke hivi. Praise the Lord. Amen. Allow me to tell
tell you this, nikubalieni kuambie hili, that this word, ya kwamba neno hili is fit for every size of your life. latosha katika kila sehemu ya mwili Every wako, level maisha of yako, your life. katika kila kiwango cha maisha This yako. word is enough for you Neno hili latosha kwako wewe at that level, katika kiwango hicho, and it is enough to lift you to another level. na pia yatosha kukuinua katika kiwango kinachofuata. So you have a choice. Kwa hivyo If you want to live with this word at that level, una chaguo la kutaka kuishi na neno hili katika kiwango hicho. but if you still desire more, Lakini unapohitaji na there kutaka is more zaidi, for you in this word. kuna mengi zaidi katika neno hili. You want to grow in God. Unataka kukua katika Mungu. You want to increase in faith. Unataka kuongezeka katika imani. You want to see God working through you. Unataka kuona Mungu akifanya kazi kupitia You are wewe. telling God, use me in ministry. Unamwambia Mungu, nitumie katika huduma. Use me in my family. Nitumie katika familia yangu. Praise the Lord Jesus Bwana Christ. Yesu asifiwe. This family is too tough for me. Familia hii kwamba ni ngumu sana kunishinda. Hallelujah. Amen. Let me tell you, Acha nikwambie, you must first of all have a kingdom mindset. lazima kwamba ukawe na yale mawazo Activate ya the ufalme. kingdom mindset. Sisimua mawazo That you are born in that family ya ufalme, at such a time as this, kwamba umezaliwa katika familia hiyo wakati to huu, see the things they are going through, kuona yale ambayo wanapitia, to come up with solutions. kwamba ukaje na suluhu. But don't forget Lakini usisahau also to be opposed. kwamba utapingwa. If you want to work for God with God without opposition, Kama unataka kumfanyia Mungu kazi bila kupingwa, hallelujah, haleluya, then you have not understood what you are working with. kwa hivyo hujejua kile ambacho unakifanyia kazi ama nani unayefanya kazi We naye. are talking about the kingdom of God, Tunazungumzia kuhusu ufalme wa Mungu. hallelujah, Amen. and the dominion, Na kutawala, because there is another kingdom, kwa sababu kuna pia ufalme mwingine, hallelujah, haleluya, that is also seeking to rule over the circumstances of your life. ambao unatafuta kutawala sana masuala ya maisha yako, So it is upon you kwa sababu ni kwa ajili as yako a wewe believer. kama muumini. Bwana asifiwe. Amen. It is upon you as a Ni believer. kwa ajili yako kama yule ambaye It is anaamini, upon you as a believer kwa ajili yako kama to muumini, tell yourself, kujiambia, to train yourself, ukajielekeze, to discipline yourself. kwamba ukajiweke. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. To activate the kingdom mindset. Kwamba ukasisimue mawazo ya ufalme. You know, opposition does not mean God does not want it. Kupingwa haimaanishi kwamba Mungu hataki hilo. Actually, many times it means God is really with you. Wakati mwingi inamaanisha kwamba Mungu yu nawe, And that is what the enemy is fighting. na hicho ndicho ambacho adui anakipiga. Hallelujah. Haleluya. Unakuta ya kwamba maisha yako kuna vita ambazo zinainuliwa. You find that in your life there is a war that is raised. Zinakaa kama sio za size yako. They look like they do not fit you. Unakaa kama ulipress the wrong button in prayer. You look like you press a wrong button in prayer. Hallelujah. Amen. Nimesikia watu wengine, hata wachungaji, mtu anaenda kuomba, akirudi kutoka maombi shida zinafuata. Other people go to pray, even pastors, but when they come out of the prayer mountain, they get a lot of challenges. One servant of God, Mtumishi mmoja wa she's Mungu an apostle. ni mtume. She told me she came from the mountain Alimwambia kwamba alitoka katika mlima kuomba after 40 days of prayer. baada ya siku 40 za kufunga na kuomba. The first reports Ripoti ya kwanza was your daughter is dead. kwamba mtoto wako, binti yako ameaga dunia, It was so painful. kwamba ilikuwa uchungu She could mkuu. not understand that. Hakuelewa hilo. How does God work? Mungu yuwafanya kazi vipi? Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Why does God do this to me? Mungu ananifanyia hivi kwa nini? Remember when Jesus came from fasting in the wilderness? Wakati Yesu alipotoka katika kufunga na kuomba katika jangwa, After 40 days he did not see God. baada ya siku 40 hakumuona Mungu. He met Satan. Alikutana na shetani. After 40 days, Jesus himself, Baada ya siku 40 Yesu he mwenyewe never met God. hakukutana na Mungu. The first person he met was Mtu wa Satan kwanza himself. aliyekutana na yeye alikuwa shetani. Himself. Yesu mwenyewe alikutana na shetani. None of you here has met Satan himself. You have never. If you meet Satan himself, you backslide yesterday. Himself, he met Satan himself. Yesu alikutana na shetani mwenyewe. As we meet some small agents of Satan who scare you. Sisi tunakutana na majenti wadogo wa shetani ambao wanatutia hofu kabisa. Ati huko tulikuwa tunakula nyama mbichi. Waenda ukule hata zile zimeoza. We. Unasikia nani nakula nyama mbichi? Praise the Lord. Amen. Who are you scaring? Unamtia nani hofu? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa hiyo kabati huko tulikuwa tumetekwa. Huko kwa kabati kulikuwa na hata kuna siku nilikula masikio ya mtu. It is praise. Who are you scaring? Je, unamtia nani hofu?
if you bring the one huyo shetani alikuwa amekushika mateka, mulete mwenyewe. Hallelujah. You can't scare me because you are a devil agent. Hawezi niogofya kwa kuwa wewe ni agenti wa shetani. But Jesus never met a devil agent. Lakini Yesu hakukutana na agenti wa shetani. He met the devil himself. Alikutana na shetani mwenyewe. What is scaring us today Kitu ambacho kinatutia hofu is an enemy who is already defeated. ni kwamba ni adui ambaye tayari ashashindwa. And we have been given power and authority over him. Na tumepewa nguvu na mamlaka dhidi In yake. the realms of the spirit, Katika anga za kiroho. we have power and authority. Tuko na nguvu na tuko na mamlaka. We have power and authority. Tuko na nguvu na tuna mamlaka. Somebody goes to Kitui for 1 week Mtu anaenda Kitui muda wa wiki moja and they come back with their shoulders high. na anakuja akitembea juu na kujiringa kwa Mtu madaha. acheze na mimi yaone. We are kingdom. Sisi ni ufalme. We are kingdom. Sisi ni ufalme. You should live above the mentality of being bewitched. Wewe unafaa uishi katika kifikiria kile kiwango cha wewe kurogwa. Hallelujah. Amen. There are some witches we should not spend time praying for. Kuna wachawi ambao hatuhitaji kuharibu muda wetu bure kuwaombea. Because even them themselves, Kwa sababu pia wao wenyewe they know that you know. wanajua kwamba wewe wajua. And also they know when you don't know. Na wanajua kwamba wakati pia ambapo wewe haujui. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Let them plant what they want to plant in the midst of your shop, on the side, on the roof. Praise the Lord Jesus Christ. Wacha wapande kile ambacho wanataka kupanda katika nyumba yako, biashara yako, ama mahali popote Where panapohusu. do you stand in the kingdom? Je, umesimama wapi katika Where do ufalme? you stand in the kingdom? Umesimama wapi katika ufalme? Where do you stand in this kingdom? Umesimama wapi katika ufalme huu? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Are you a kingdom personnel? Are you a kingdom officer or a kingdom raia? Je, wewe ni mtu wa ufalme ama wewe unapita tu katika ufalme? Kiwango chako katika ufalme ni kipi? Hallelujah. Amen. Wewe ni raia ama uko na cheo katika ufalme? Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Let me give you an example. Praise the Tupatie Lord. mfano. Everything that you are doing must be patterned according to the style of heaven. Kila kitu ambacho unafanya lazima kiwe kimepangwa kulingana na ile style na Because that mpango wa is our mbinguni. headquarters. Kwa sababu huko ndipo tunatawala, tunaangazia. If a witch can go before Jesus Christ on the right hand of God and talk to him, Kama mchawi anaweza enda katika mkono wa kuume wa Yesu na akazungumza naye, if a witch can cause a bad dream to Jesus on the right hand of God the Father, kama mchawi anaweza kusababisha ndoto mbaya kwa Yesu Kristo ambaye ameketi mkono wa kuume wa Mungu, then they are allowed also to come to you. pia vivyo hivyo wanaruhusiwa But now, wakujie. since they cannot, Lakini sasa kwamba hawawezi, now that they cannot, sasa kwamba hawawezi, the same way they can't also reach to you, vivyo hivyo hawawezi kukufikia wewe, the same way they cannot touch you. vivyo hivyo hawawezi kukuguza. Praise the Lord Jesus Bwana Christ. Yesu asifiwe. Because it shall be unto us on earth Kwa sababu itakuwa kwetu sisi hapa katika dunia as it is in heaven. jinsi ilivyo kule mbinguni. Thy will be done on earth Mapenzi yako yakatendeke hapa as duniani it is in heaven. kama yalivyo mbinguni. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That unaenda kuombea mtu alafu anakufanyia hivi. Praise the Lord. Amen. Unaomba na mtu unafikiria ameweka mikono hapa kwa vile utakatifu umeingia, amefunga maombi, nakufanyia hivi. Unaomba anacheka. Praise the Lord. Alienda ni mwili unadili naye alienda. Unaomba ukisema amen ndio anarudi. By the way, amedeal na wewe because you don't know. Kwa sababu haujui. Hallelujah. Hallelujah. You don't know. Haujui. Praise the name of our Lord Bwana Jesus Yesu Christ. asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is time for us to understand that we are kingdom. Ni wakati wetu kwamba kuelewa sisi ni ufalme. And that there are things happening in heaven. Na kwamba kuna vitu vinatendeka kule mbinguni. As an example. Kama mfano. As a pattern. Kama mfumo. Of what should happen here on earth. Ambao wafaa kutendeka hapa katika dunia. What should be happening to you. Nini kinafaa kuwa kinakutendekea? And what should not be happening to you. Nini hakifai kuwa kinakutendekea? A pattern in heaven. Kama ilivyopangwa kule mbinguni. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am here to see the first witch. Niko hapa kuona mchawi wa kwanza. That tunaweza kusimamana na yeye tukiongea. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. I am here to see that first witch. Angali kumuona huyo mchawi wa kwanza. Praise the Lord. Amen. I hear that kuna wazee ambao wako kiwango ya juu wanalaani. Praise
Praise the Lord. Amen. I heard someone said the other day Alisikia mtu akisema siku on moja TV ya kwamba kazi yake ni kufufua katika TV. kufufua watu wale walikufa kitambo ili waongee na watu wao. Hallelujah. Hello. Halo. Nilimwangalia nikacheka sana. Praise the Lord. I remember Anakumbuka that very old man. mtu huyo mzee. Ndio walikuwa wamevuruga sana, wamevuruga watu sana huko Kahuo. Because we went to preach there. Kwa sababu tulienda kuhubiri Kahuo. They even went to TV Wakaenda kwenye televisheni. and announced there's a pastor here who is coming to insult wazee. Wakasema kwamba kuna mchungaji hapa ambaye anakuja kuwatusi wazee. If there is anybody who respects age, Kama kuna mtu ambaye anatii umri, it is Pastor Martin Nyaga. I respect age. anatii Hallelujah. umri. But if your age Lakini kama umri wako has accumulated to an antichrist, umefika kiwango cha kwamba wewe ni I mtu ambaye fight you amini like you katika are Kristo, agent the devil, like your father the devil. kwamba wewe ni agenti wa shetani kama babako shetani. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We know who we are. Tunajua sisi ni nani. We cannot be limited. Hatuwezi We zuiliwa. cannot be stopped. Hatuwezi zuiliwa. We cannot be delayed. Hatuwezi kuzuiliwa We are chini. moving on. Tunasonga mbele. We are moving on. Tunapiga hatua. We are moving on Tunasonga mbele. to accomplish the purposes of God, Tukatimize makusudi ya to Mungu. glorify God on the earth. Tukatukuze Mungu hapa We duniani. cannot be stopped. Hatuwezi In kuzuiliwa. the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Any devil that is trying to dry you up, Shetani ambaye anajaribu any kukuvuta chini. devil that is trying to create a wilderness in your finances, Shetani ambaye anajaribu kuleta jangwa katika pesa zako. in the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Any devil that is speaking into your ears to backslide, Shetani ambaye anakuzungumzia in the katika name maisha of yako ili Jesus urudi Christ. nyuma katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. We render them powerless. Tangaza kuwa na We render nguvu. their voices powerless. Tangaza hisia zao zina We render nguvu. their activities null and void. Tangaza kwamba matendo In yao the name of ni bure Jesus katika Christ. jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Somebody was telling me the other day, Mtu alikuwa anamwambia siku nyingine. we went home na niliona ukipatia mtu fulani pesa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kwa hata hiyo hata kuna ingine nilimtumia. Praise the Lord. Amen. Because I've decided I want you to kill yourself. Kwa sababu ameamua kwamba nataka mtu huyo I'm akajiangamize tired of mwenyewe. praying for you. Nimechoka kukuombea. Let me give you money that has glory. Acha nikupatie pesa ambazo zina utukufu. Ikuokoe ama ikuue. Mhm. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. That somebody gives you money, you don't spend. Ya kwamba mtu anakupatia pesa, huwezi zitumia. Inakuanga ni pesa ya kukanyanga ukiimba. Praise the Lord. Amen. Hello? Amen. Waishe. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Chukua hii yangu ukanyange. Mhm. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Ukanyange kabisa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. But you know there is a difference from, kuna tofauti ya pesa zilizotoka katika mikono ya mteule na pesa zingine. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. There's a difference. Kuna tofauti. 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 You will not give your money to people Hautawapa and they watu go pesa bewitching zako. it anymore in the name of Jesus Na wakaenda Christ. kuichawi tena katika No jina la Yesu. matter where they get it from, Hata wanapoipata kutoka wapi? no matter where they get it from, Haijalishi unaipata kutoka wapi. provided it was your money, Msingi kwamba ilikuwa pesa yako. provided you work for it, Msingi kwamba ulifanyia kazi. provided it came through your hands, Msingi kwamba ilitoka katika mikono yako. we call it glorified money. Naita pesa ambayo It imetoka. cannot be used for rituals against you. Haiwezi tumiwa katika In the shughuli za name of kichawi Jesus Christ. katika jina la Yesu. Why? Kwa sababu gani? Because you are kingdom. Kwa sababu wewe ni ufalme. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Ask somebody, are you in this kingdom? Muulize mtu, je, uko katika ufalme huu? Unajua there are times unaona mtu akibehave so funny, yani una behave ni kama hauna mahali una belong. It's like you don't have a sense of belonging. Ni kwamba unakaa kama mtu ambaye hautoki mahali. Hallelujah. Amen. You know, in Kenya today, Katika Kenya wakati huu kuna mambo mingi ya Kenya katika uchumi, lugha, siasa, governance, utawala, praise the Lord, Amen. ambazo zinakaa kama za Britain. Why? Simply because Kwa sababu tuliomba serikali, mfumo wa serikali tuliomba kutoka wapi? Uingereza. Uingereza. That's why we dress the way we dress. Hello? Amen. Although sasa dressing imebadilika. We don't even know where we are borrowing it from. Praise the Lord. Amen.
I told somebody the other day, a day is coming when men shall put trousers on their heads. The way we are going. Praise the Lord. Kwamba siku zinakuja ambapo watu wataonekana wamevaa suruali ndefu katika vichwa vyao. Yani mfumo wa mavazi utabadilika. Praise the Lord. Amen. You meet people wearing strange things Utakutana watu wamevaa mavazi ya kiajabu where they are not ajabu, supposed to be. pale ambapo hawafai kuwapo. Hello? But if you look at us today, Lakini unapotutazama sasa, you look at our administration, ukitazama mfumo wetu wa uongozi, you look at our language. utazama mfumo wetu wa kuzungumza. Spell for me the word realize. 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 Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Which school did you go to? Which school? Okay, no wonder. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Spell for me the word materialize. Materialize. Praise the Lord. Amen. You see, Naona that's a generation. Praise the Lord. hicho ni kizazi. I don't know which. Sasa sioni hiyo generation nyingine nataka Hicho kuita. kizazi kingine ambacho tutataka You know, kulinganisha. all of you, if I was your teacher, Nyinyi wote kama ningekuwa mwalimu I wenu, would have a quarrel with you if you are writing a composition. ningekusumbuana na nyinyi sana wakati wa kuandika Because insha. we operate the British English system. Kwa sababu sisi tunatumia mfumo wa kuzungumza We wa don't use Uingereza. za, we use sa. Hatutumii za, tunatumia saa. Praise the Lord. Amen. We use what? But with the coming of the computer era, we are merging all of them. Kuja katika mfumo wa kompyuta tunajumuisha hiyo yote mbili. Realize is American. Z is American. Sindio? Praise, that is American what? English. We were colonized by the British. Tulitawaliwa na Waingereza. Most of us and our fathers Wengi wetu na baba zetu use the American, the British English. tunatumia mfumo wa kuzungumza wa Kiingereza wa If Uingereza. you look at their handwriting, Ukiangalia mfumo wao wa kuandika. praise the Lord. Amen. Look at the Kenyan army Tazama Kenya, jeshi la Kenya and the Army uniform, na uniform zao. and look at the British army and the uniform. Na utazame kile kikosi cha Uingereza na sare zao. Look at the structure of the army, Ukiangalia mfumo wa jeshi from the general, kutokea kwa the yule other mkuu, generals, to the colonels, to the brigadiers, to all of them. viwango It vyote is, vya kijeshi it is structured the same way, ni mfumo huo huo sawa tu na ule wa Uingereza, because we have a pattern kwa sababu kuna mfumo of our colonial masters. wa wale ambao walitutawala. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. We borrowed a kingdom. Tuliomba ufalme. Bwana asifiwe. Amen. And that is how it is supposed to be for us Christians. Na hivyo ndivyo inatupasa sisi wa Kristo. Mfumo wetu ni mfumo wa mbinguni. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. I had a pastor, anytime anybody said they are sick, Alikuwa na mchungaji wakati mtu yote ambaye alisema yeye ni mgonjwa, especially if you are a minister, haswa wewe ni mhudumu katika he would madhabahu, ask you, where do you want, what do you want? ningekuuliza, je, unatakaje? I want Unataka to go nini? to hospital. Nataka kwenda katika hospitali. Like who? Kama nani? Have you ever heard Jesus was in Galilee General Hospital? Je, ulishaisikia Yesu alikuwa katika hospitali kuu ya Galili? And you get healed there Na because now you don't ungepona want hapo hapo. tell you, I know you are hungry. Take this, go and take lunch. Angekwambia, najua wewe uko na njaa sana, chukua hizi hela uende ukapate maamkuli ya mchana. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. You have already known what to do with your sickness. Umejua kile ambacho utafanyia ugonjwa ambao unakukumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tell somebody arise Mwambie mtu inuka to the kingdom mentality. kwa mawazo ya To ufalme. the kingdom mentality. Kwa mawazo ya ufalme. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. In the book of Acts chapter 4, Katika Matendo ya Mitume the 4, book of Acts chapter 4, Matendo ya Mitume 4, yes, read Acts chapter, oh sorry, let me give you the verse. Acts chapter 4 and verse 28. Let me get it for you. Acts chapter 4 verse 20, yes, verse 28. Acts chapter 4 verse 28. Acts chapter 4 and verse 28. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Praise the Lord. Amen. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. There is the mystery of predetermination Kuna siri katika kutangaza mwanzo that operates in this kingdom. ambayo yafanya kazi katika ufalme huu, That the things that are coming your way ya kwamba vitu ambavyo vyaja mbele yako, njia do yako, not
catch God by surprise. kwamba havimchukui Mungu kwa kushangaza. There is a predetermined counsel. Kuna ule mpangilio wa mwanzo. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. God is very organized. Mungu yu katika amepanga vitu vyake vizuri, Before it happens, kwamba kabla itendeke he had his plan and a counsel in it. yeye alikuwa na mipango yake na mashauri yake hapo mwanzo. Do we understand that what that counsel is? Je, tunaelewa mashauri hayo ni nini? Accidents are meant to happen. Kwamba ajali huwa zimepangwa zikatendeke. But what is the predetermined counsel of God concerning accidents? Lakini mpangilio wa Mungu wa mwanzo kuhusu ajali ni upi? Sicknesses will come. Magonjwa yatakuja. They are there in the world. Yapo hapa katika dunia. COVID-19, COVID ipo, sijui kwa nini haizeeki. COVID-20 or COVID-21. inazidi ikisonga miaka na miaka. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Whatever COVID comes, Kile ambacho wakati wote ambapo COVID itakuja, whatever terminal sickness comes, kile ugonjwa wote ule ambao utakuja, it does not surprise God. haimshangazi Mungu. There is a predetermined counsel. Kuna mpangilio wa mwanzo. That tells me Hii there is inaniambia a will God has written. kuna mpango, kuna kitu ambacho Mungu amekiandika, There is a will God has written. kuna kusudi ambalo Mungu ameliandika. Hallelujah. Hallelujah. Concerning my life, Kuhusu maisha yangu, He knows the occurrences and circumstances of this life. katika matendo yote na hali yote ya maisha haya. Hallelujah. Hallelujah. I will not stop air accidents from happening. Kwamba sitazuia ajali kutendeka, But there is a predetermined counsel concerning me wherever I am. lakini kuna ule mpangilio wa mwanzo kabisa wa Mungu ambao unanihusu mimi kulingana na pale ambapo nipo. That any aircraft I am in Ile kwamba ile ndege yoyote ile ambayo nipo ndani yake is safe. ni salama, And if it happens to misbehave, na kwamba ikielekea kwamba kupata matatizo, I am safe. mimi niko salama, Because there is a predetermined counsel of God kwa sababu kuna mpangilio ule wa mwanzo wa Mungu kunihusu, concerning my safety, kuhusu usalama wangu, concerning my preservation. kuhusu kuhifadhiwa kwangu. When sicknesses come, Wakati magonjwa yaja, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. amen, And they have come, na yamekuja they have come, magonjwa, yamekuja they have come. yamekuja, Praise the Lord Jesus Christ. amen. I remember there's time I was dealing with a very dangerous family Anakumbuka kwamba kuna wakati ambapo alikuwa anahudumia familia ambayo ilikuwa ngumu here in Kikuyu. hapa Kikuyu, Hallelujah. amen. I didn't know they were planning against me. Hakujua kwamba walikuwa wanampanga mipango kinyume God yake. hid that from me. Mungu I didn't akaficha see hiyo that. kuhusu, Praise the Lord. amen. And one day, Na wakati siku moja I fainted at the prayer center. akaenda katika mlima wa kuomba na akapoteza fahamu, Praise the Lord. amen. I literally fell down. I thought it was it fasting? Oh no, praise the Lord. Alianguka tu chini akafikiria ni kufunga huku? Hapana, Hallelujah. amen. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Before I understood what kind of a family I was dealing with, Kabla yaelewe familia ile ambayo alikuwa anaihudumia, hallelujah, amen, they almost took over. But even in my lack of understanding, katika huko kutoelewa the kwake, predetermined counsel of God ule mpangilio wa Mungu, mpango wa Mungu wa kwanza was my shield ulikuwa ngao in yake that situation. katika hali hiyo. Do you know of that predetermined counsel of God? Je, unajua mpango huo asilia wa Mungu? What are the things that God has planned they will be in your life? Je, Mungu amepanga mipango ipi ikawe katika maisha yako? What are the things that God has spoken concerning your Ni destiny? mipango ipi, maneno yapi ambayo Mungu amenena kuhusu hatima yako? What will has God written concerning you? Je, Mungu ameandika mpangilio upi kuhusu wewe? Many fathers, Baba wengi, many wise fathers, baba wengi ambao wana hekima, especially the rich ones, hasa wale ambao ni matajiri, when they see that they have started aging, wakati ambapo wanaona kwamba wao wameanza kusonga sana katika they will umri, go to a lawyer wataenda kwa and they wakili write a will. na kuandika Praise the Lord. mpangilio wa To urithi, say that the 3 cows kusema kwamba wale ng'ombe watatu that have no horns ambao hawana pembe belong to Kahiga. ni wakahiga, Praise the Lord Jesus Christ. amen. The 17 cows with the horns, Wale ng'ombe 17 ambao wana pembe, the ones we don't milk, wale ambao hatupati maziwa kutoka praise the kwao, Lord Jesus Christ, amen, belong to the son who ran away. hao Hallelujah. ni wa wale kijana ambaye He alitoroka. writes a will. Anaandika mpangilio wa It urithi, is not equal, si sawa, but it is equitable. lakini inaweza kufanywa ikawa sawa. The will might not be equal, Mpangilio wa urithi waweza kuwa si sawa, but it has equity. lakini uko na usawa fulani. You are given according to what you deserve.
kwamba wewe unapewa kulingana na kile ambacho unafaa kupewa. God has written for us a will Mungu ametupangia mpangilio wa urithi, that you have a free hand kwamba wewe una kusudi la uko na to get what you want from it. kwamba wewe unachagua kupata kile ambacho unataka kutokana na kile ambacho Mungu I'm ameandika. wishing I can be a better teacher than this, Nafikiria kwamba naweza kuwa mwalimu mzuri sana kushinda jinsi nilivyo, because I would want this message of the kingdom to sink in you. kwa sababu nataka ujumbe wa ufalme ukazame ndani yako. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. I want it to sink in you. Nataka ujumbe huu ukazame ndani yako. Do you see the way you know you belong to your family? Je, jinsi unavyojua unatoka katika familia yako? Yani unajua kwa kujua kwako ya kwamba mimi nilizaliwa katika familia ya Julia na mtu wa Muronge, na mimi ni hiyo familia, siwezi kutolewa. Hello, you know it. Unajua na unajua kabisa kwa kiamilifu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu At asifiwe. wewe unajua umetoka familia inaitwa Mbari ya Njoguna, Mbari, unajua, you know it. Unajua na unajua kabisa kwamba You can walk there anytime and demand what is yours. unaweza fika katika familia hiyo wakati wowote na ukataka kupata kile You ambacho know ni it chako. and you carry their genes. Unajua hivyo na unabeba zile jeni za familia That is hiyo. how it should be with you about the kingdom. Yafaa iwe vivyo hivyo nawe pia. Hallelujah. Ufalme wa Mungu. About the kingdom, that I know I was born here. Ya kwamba najua kwamba nimezaliwa hapa. Psalms 87, I was born here. Zaburi 87. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. That I know where I was born. Najua pale ambapo nimezaliwa. Let's read for those who have not read it before. I know where I am born. Najua pale ambapo nimezaliwa. Praise the Lord. Amen. It is unfortunate some of us don't even know the maternity we were born. Inasikitisha kwamba baadhi yetu hatujui pale ambapo tulizaliwa. Me, I went and asked my mother. Alienda yeye akaenda akamuuliza mama yake. Nilizaliwa hospitali gani? Mhm. Ama kichaka gani, wewe niambie. Praise the Lord. Niambie mahali ambapo But I nilizaliwa. want to know the place where I was born. Hello? Amen. And I want to know the time. Nataka kujua muda ambao na saa ambayo nilizaliwa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Because they were significant in the kind of spiritual warfare I was doing at that time. Kwa sababu ilikuwa inajalisha sana kwa vita vya kiroho ambavyo alikuwa anavifanya wakati huo. I wanted to know who was the first person to handle me up, other than you and the nurse. Who was the first person in the family to hold me? Je, ni mtu yupi ambaye alikuwa wa kwanza kunipokea katika dunia wakati It was nilipozaliwa? important for me because of the spiritual warfare I was doing at that time. Ilikuwa muhimu kwa kuwa alikuwa anapigana vita vya kiroho vya wakati huo. Some of us Ilipasa take ajue. our life so lightly. Baadhi yetu tunachukulia maisha yetu rahisi sana. Ulizaliwa. Mhm. Hallelujah. Amen. Ati ulizaliwa tu wewe, bora ulikuja duniani, bora uai. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise we must discover some things concerning ourselves, Lazima tubaini na tutambue vitu fulani ambavyo vyatuhusu. because your identity determines your entity in this life. Kwa sababu utambulisho wako unajalisha wewe kufanikiwa na kuingia katika maisha Utaishi haya. kama nani katika hii maisha. Amen. That's why the government gives you an identity card Ndiposa serikali inakupa kitambulisho. to say that I am a Kenyan Kusema kwamba mimi ni Mkenya and I was born in a particular na location nilizaliwa katika sehemu fulani ya by nchi ya so Kenya. and so father and mother. Kutoka kwa baba na mama huyu na huyu. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you don't write the name of your father, they ask you for the name of your grandfather. Usipoandika neno la babako wanakuuliza neno la babu yako. Because in identity, those two things must play a part. Kwa sababu katika kitambulisho chako vitu hivyo viwili ni muhimu. So it is in the kingdom. Vivyo hivyo iko katika You ufalme. need to know where you are born. Lazima ujue kule ambako ulizaliwa. In this kingdom, Katika ufalme huu. where were you born? Je, ulizaliwa wapi? Praise the Lord. Bwana Yesu That asifiwe. is why I always celebrate the day I was born again. Ndiposa huwa anafurahia na kukumbuka siku ambayo alizaliwa To tena. me, it is more important than the day I was born. Kwake yeye ni muhimu sana kushinda siku ambayo yeye alizaliwa. Because when I was born, Kwa sababu wakati ambapo alizaliwa, my mother gave birth to me and brought me to a life and a family of trouble. kwa sababu wakati mamake alimzaa alimleta katika Shida nchi ya shida. Shida, pombe, vita. Mm. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Na watu kubeba vichwa ni kama ziko na upepo. Hata sio mapepo, upepo. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. How do I belong to such a family and say I'm living? Je, mimi nitakuaje wa hiyo familia na niseme naishi? God had to show mercy Mungu alikuja kuonyesha huruma so that I can be born again. ili kwamba nikazaliwe mara ya pili. That I may now live in the fullness of life. Ya kwamba niishi katika ukamilifu wa According maisha. to the riches of his grace. Kulingana na ule utele wa neema yake. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Oh, I am always happy.
wakati wote to nafurahi declare to everybody who cares to hear kutangazia kwa yule mtu ambaye anajalisha kusikia that I was born again. kwamba nilizaliwa tena. You know, yesterday I tried to tell I wanted my wife to know how important it is. Jana alitaka kujua Na ni kama hukushika lakini nikaachana na wewe tu. Pray it muhimu jinsi ilivyo. Ungenipata wapi wewe ni mtoto wa Reverend? Ungenipata wapi? Praise the Lord. Kama sio hiyo siku niliokoka. Amen. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Tungepatana wapi na nyinyi? Kama sio hiyo siku ya wokovu. Sio ya wokovu. Hiyo siku nilizaliwa tena. Praise the Lord. Tena. I was born again. Alizaliwa tena. Kuna tumbo niliingia. Hey, praise the Lord Jesus Christ. Kuna tumbo niliingia nikachomoka tena. The kingdom womb. Nikiwa kiumbe kipya. A new creature. Hallelujah. Amen. Speaking to people differently. Usiwazungumzie watu katika Understanding people differently. Kuelewa watu kiutofauti. Refusing sin and fearing God. Kukataa dhambi na kumwogopa Mungu. Seeking to be better in him. Kutafuta kuwa vema sana katika yeye. In the other life, katika maisha yaliyotangulia, you know there are people who compete to die. Kuna watu ambao wanashindana kufa. In the kingdom of darkness, people compete to die. Katika ufalme wa giza kuna watu ambao wanashindana kufa. Wewe sijui kama unaelewa hiyo maneno. Praise the Lord. Unaelewa? Yaani unakuta wanaume wawili wako na vichwa nzuri. Praise the Lord. Wanaambiana wewe huwezi kumaliza chupa ya vodka. Piga goko, ambia wewe hata sio achana na quota. Tuongee mambo ya lita moja. Praise the Lord. Haya, nunua. Ukimaliza hiyo hata nyingine ni yako. Anasimama tu. Praise the Lord. After 3 minutes, they are competing to die. Wanashindana kufa. The kingdom of darkness. Ufalme wa giza. Hallelujah. Hallelujah. The kingdom of darkness. Ufalme wa giza. In the kingdom of darkness. Katika ufalme wa giza. You meet 4 men with good heads. Unakutana na wanaume wanne wenye they are betting over a lady they don't know. Kwamba wanatia na kucheza kamari kuhusu dada ambaye hawamjui. Toa 10 na mimi niweke 10 na wewe toa 10 yako tuwekelee hapa. 10 40,000. Yule atakuwa kwanza. Praise the Lord. Anaenda na 40. Mwanaume ako na akili timamu kabisa. Somebody you don't know. You just saw someone passing. Mtu ambaye umjui, umemwona tu akipita. It is a kingdom of death. Ni ufalme wa kifo. So I cannot take it for granted that I was born. Kwa hivyo sitapuuza tu kwamba nilizaliwa in a particular place katika sehemu fulani that gave me a particular identity ambayo ilinipa kitambulisho fulani that enables to live in a particular kingdom ambayo ilinifanya niishi katika ufalme fulani where I am in dominion, pale ambapo niko katika utawala. I have control over the circumstances of my life, pale ambapo mimi naongoza kile ambacho chanizunguka. Today if I sleep angry you will not know. Leo ninapolala njaa huwezi jua. If I sleep angry for 7 days you will not know. Huenda nikilala njaa siku 7 hautajua. You will not know. Hautajua. I have no time to tell you such things. Sina wakati wa kukwambia baadhi ya mambo fulani. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. But in the other kingdom, lakini katika ule ufalme mwingine, some of us were cry babies. Watu wengi wetu tulikuwa wale watoto wachanga ambao wanalia. Unakosa fare ya kwenda town. Hallelujah. Amen. Na hakuna kitu unaenda kufanya. Praise the Lord. Amen. Hey, you cry the whole week. Unalia wiki nzima. Bila Mungu akupendi. Bila wazazi wakupendi. Mtu hawezi hata kutumia 50 bob uingie town. Na ulikuwa unataka kwenda and you are going to do nothing. Cry baby. Ulikuwa unaenda kufanya kitu ambacho hakipo. But when you were born again, lakini unapozaliwa tena, when you were born the second time, unapozaliwa mara ya pili, we got a different identity. Tulipata utambulisho mpya. Hallelujah. Amen. We got a different identity. Tulipata utambulisho mpya. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Entering a bus, kuingia katika basi, you are going for interview, unaenda katika kuhojiwa. there is no fare in your pocket, hakuna nauli katika mfuko wako, and you just look at the conductor, they are telling you, unamtazama tu yule makanga, naambia tuliza, anakuambia hela, tulia. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Dakika mwisho unamuita, unamwambia don't worry, nimekuta sina pesa but I will see what I can do within 1 hour, nitakuwa nimekutafuta hapo stage. Amjuani, anakuangalia, anaenda akiongea. Yani siku hizi tu watu wameamua wanapimana akili. Yani hiyo ni kunipima tu, amenipima, lakini ni sawa tu. Praise the Lord. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Because you belong to a different kingdom. Kwa sababu wewe ni wa ufalme tofauti. Because your words. Kwamba maneno yako. Please, I have not said you go trying it. Sijasema uende ukajaribu. Hallelujah. Usirauke Amen. pale stage asubuhi useme ni pastor alisema. Hallelujah. Amen. This is a portion for the kingdom people. Hii ni sehemu ya watu wa ufalme. Swallow it fast. Itafuna na uimeze kwanza. Digest it fast. Isagesage kwanza. Iingie kwa damu kwanza. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Then you can exercise it. Ndiposa ukaitekeleze. You can exercise Unaweza it. ifanyisha kazi. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. You are reading something before we finish. Kabla tumalize. Chapter 87. His foundation is in the holy mountains. Verse 2. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Continue. Verse 3. Glorious things are spoken of thee, O city of God. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia. This man was born there. This man was, yani God has a testimony concerning your place of birth. Mungu ana ushuhuda kuhusu sehemu ambapo wewe ulizaliwa. When the enemies of Philistia and Tyre Wakati wale maadui wa Filistia na Taya strike against you, wakuje dhidi yako, plan against you, wanapanga kinyume chako, God is saying this. Mungu asema He hivi, will say of you, atasema kukuhusu wewe, this man and this man, mtu huyu na huyu mwingine, this woman and this woman, dada huyu na huyu were mwingine born in Zion. walizaliwa Sayuni, They are born in a place of power, wamezaliwa katika sehemu ya a nguvu, place of protection, sehemu ya ulinzi, a place of preservation, sehemu ya a kuhifadhiwa, place of divine direction. sehemu ya They are- maelekezi ya kiungu. Hallelujah, somebody. Amen. Amen. Praise the Lord Bwana Jesus Yesu Christ. asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Now, where you are born gives you a name. Sasa pale ambapo ulizaliwa panakupa jina. There's an identity you are given by the place you are born. Kuna kitambulisho ama utambulisho ambao unapewa na sehemu ambapo ulizaliwa. That's why we call some of you Meru, others we call Mbaluya, others we call them Mujaluo, others we call you Mkikuyu. Praise the Lord. Ndiposa tunakutaja na sehemu ambapo ulizaliwa na unatoka. And sometimes you get more specific, Mokabete. Praise the Lord. Na wakati mwingine tunasonga sana na kuwa kihalisia. Praise the Lord Kabete. Jesus Christ. Amen. We get more specific, unaitwa Modaraka. Praise the Lord Jesus Christ. We get more specific, unaitwa nini? Praise Muimenti. Praise the Lord. Amen. We get more specific, unaitwa Msuba. Praise the Lord. Amen. You get more specific, unaitwa Maragoli. Praise the Lord, because they Amen. want to get more specific Kwa sababu wanataka kufika katika kina na uhalisia concerning your identity. kuhusu utambulisho But wako. where you are born, Na sasa lakini sasa pale ambapo ulizaliwa. hallelujah, Haleluya. there is a name for where you are born, Kuna jina kwa pale ambapo ulizaliwa. and that name reflects in your operations. Na jina hilo linajalisha sana katika utekelezaji wako ama Praise kuishi the kwako. Lord Jesus Christ. Amen. Now you know that you are born in Zion. Sasa unajua umezaliwa You katika need to Zayuni. understand Unahitaji kuelewa that in Zion, kwamba katika Zayuni, according to the grace of God kulingana na neema ya Mungu that was first given to Adam, ambao ulipewa Adamu, Genesis chapter 2 verse 19 to 20, Mwanzo 2:19 he was hadi given 20, the power to name, alipatiwa mamlaka ya the kupeana power jina, to name, nguvu za kupeana the jina, power to name. nguvu za kupeana jina. Hallelujah. Amen. Given the power to, Alipewa nguvu za kupeana and we still majina. have that power today. Amen. That is why unakuta your father anaandikanga kabao hapo kwa mlango kwa gate. Praise the Lord. Hallelujah. Anaandika hapo. Hello? Kamau Estates. Praise the Lord. Wa Kamau. Praise the Lord. He is naming. Praise the Lord Jesus Anataja Christ. jina, anaweka kitambulisho. Hallelujah. Amen. You start a business. Unaanzisha biashara Praise the Lord. Because your name is Peter. kwa Praise the sababu Lord. jina lako ni Peter. Hallelujah. You are Amen. Peter. Wewe ni Peter. Hallelujah. Amen. And your wife is called Philomena. Na mkeo yuaitwa Filomena. So you start a business Kwa hivyo mnaanzisha biashara. and you call it Pefi. Hello? Mnaanza biashara inaitwa Peter and Pefi. Philomena. Praise the Lord Jesus Peter na Christ. Filomena. You are naming. Hallelujah. Mnataja jina. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. There is the authority and the mandate to name. Kuna yale mamlaka na maelekezi ya kupeana majina. But remember what you name it Lakini kumbuka kile ambacho unakitaja is jina how it answers back. ni vile vile kitakavyokupea faida ama kukujibu. It is how it answers back. Ni vile vile kitakavyokujibu na You are kuhusiana na naming, you wewe. name a business after your name. Unataja biashara baada ya jina lako. Are you ready for the weaknesses of your life being reflected from that business? Je, uko na
haja na maovu ambayo yatakupata kutokana na jina Praise the Lord Jesus lako Christ. katika biashara hiyo. How do you name your Je- children? Je, unawapaje majina watoto wako? How do you name your children? Je, unawapa vipi watoto wako majina? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hey, Beyonce Katweli. Who was Beyonce? Beyonce alikuwa nani? Hallelujah. Amen. New Kids on the Block Mutweli. Allah. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Allah. Amen. What kind of names are these? Majina haya ni aina gani? Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Goalkeeper Otieno. Hi. Are you sure? Sport Pesa Onyango. Sports Pesa Onyango. Hello. Eh? Westgate Mwanzia. Subaru Atieno. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. But what is Subaru? Which car? What is Toyota? A speedy sports car. No. Where did they get the name from? What is Toyota? Where are the engineers in the house? Toyota inakuanga nini? Toyota. Eh? A manufacturer's name. Where did they get that name from? What is Mercedes-Benz? Mercedes-Benz is the name of a father and the daughter. Hello? Praise the Lord. The man who manufactured the Mercedes-Benz named it after his name and the daughter. Yule aliyetengeneza Mercedes, gari la Mercedes alilipa jina lake na la binti. follow the same with Toyota. Praise the Lord. Amen. Sometimes we give names to things without having a clue of what is the origin of this name. Tunavipa vitu majina bila kufahamu kwamba majina haya yanatoka wapi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. You just hear a sweet name somewhere. Unasikia jina fulani na unalihisi kuwa ni tamu sana, And you nzuri. give your son that name. Na unampa mwanao jina You hilo. give your daughter that name. Unampa binti yako jina You hilo. give your business that name. Unaipa biashara yako jina hilo. It answers to that name. Inajibu jina hilo hilo tu. When we were still young, Wakati walipokuwa bado wadogo, there was a place in Isli. kuna sehemu katika mji wa Let me Isli. tell you because you don't know what it was. Kwa sababu acha nikwambie, kwa sababu huwezi jua kilikuwa nini ama It ilikuwa was nini. always in the news. Ilikuwa wakati wote katika habari Watu sehemu wamedungwa hiyo. visu, watu wameuliwa, mtu amefanyiwa nini, mtu amegongwa na chupa huku na sio chupa ya soda. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. It was called Mateso Bila Chuki. And the interesting thing with that place, no case went anywhere. Wewe ukikufia hapo ujue umekufa, imeishia hapo. Mhm. I don't know whether it is still there. I was asking somebody whether it still exists. Mateso Bila. What is the name that you give to the things that you create? Je, ni majina yapi ambayo unavipa vitu ambavyo unavitengeneza? Genesis chapter 2 verse 19 to 20. As we wind up, please. Genesis chapter 2 from verse 19 to 20. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he could call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Imagine what God did. He created all the animals, all the fowls, all the cattle, and then he brought them to Adam for Adam to see. Aliumba kila kitu chote, wanyama hao wote, na akawaleta kwa Adamu ili Adamu aone jina ambalo Let's do atakuwa. some English here. Praise the Lord. Amen. If you give me today, Unaponipa, kama utanipa leo, praise the Lord Jesus Christ. amen. If you give me Ikiwa utanipa 5 what are they called? 5 meters of very expensive material for suit making or for whatever, for any expensive cloth. mita kama 5 hivi za kutengeza suti ambayo ni ya bei ghali, Then I hold them in my hand. kisha niishike katika mikono yangu. Hallelujah. Amen. And you tell me, Na uniambie, see what you can do with them. hebu uona na upate kufikiria kile ambacho utafanya na hiyo. See what you can do with them. Fahamu na ujue kile ambacho utafanya na hiyo ambayo That nimekupa. means you have surrendered your will. Inamaanisha kwamba ule mtazamo wako You are- umeuachilia And you are holding power. na unashika nguvu. Praise the Lord. Amen. You have surrendered, you are holding power. You have Umewacha surrendered ownership. kule kumiliki na unashika nguvu. See how you name them. Hebu tazama na ufikirie jinsi utakavyohitaji kuipa majina. Humanly speaking, Katika hali ya kibinadamu kuzungumza, see how you name them tazama jinsi utakavyoipa majina. means Inamaanisha sit down and think. kwamba keti chini na ufikirie What is the best name
lile ambalo ni jina bora zaidi. Hallelujah. Amen. What is the best name that fits these animals? Ni jina gani bora zaidi ambalo linafaa wanyama hawa? What is the most befitting? Je, ni jina lipi ambalo linafaa? But it means you have to sit down and think. Lakini inamaanisha kwamba wafaa kuketi chini na ukafikiri. You have to use your mind, your reasoning, Lazima ukatumie fikira zako na akili yako vizuri, to see how you will name them. kuona jinsi utakavyoipa majina. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. That was the work that God gave Adam. Hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu alimpa Adamu. Hallelujah. Amen. Here are the animals. Hapa ni wanyama, Give them names. wape majina. That is not what he said. See how you will name them. Akasema, hebu fikiri na uone yale majina ambayo utawapa wanyama hawa. What it means also Jinsi inavyomaanisha tena is that I'm not there anymore. ni kwamba mimi sipo hapo tena, Shauri ya- ni kukuhusu wewe. ni shauri yako. I'm not with you anymore. Praise the Lord Jesus Christ. Sipo nawe tena. Hallelujah. Hallelujah. Name them how you want. Wape majina jinsi utakavyotaka. Even the consequences of the names, Hata yale matukio na matokeo they ya don't majina hayo affect me. haitanihusu mimi, It is up to you. ni dhidi yako na kuhusu wewe mwenyewe. You called your son Kenywa. Ulimuita mwanao Kinywa, It is up to you. ni kuhusu wewe. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. You called your son Gekundi. Ulimuita mwanao Gikundi, It is up to you. ni kukuhusu wewe tu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You called your... Let me not name some names here. People will start running away. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, go and look for a name somewhere and just name your child. Usiende kutafuta tu jina mahali popote na ukampa mwanao. Unapata mtoto unaweza tumuite nani? Tumuite nani? Praise the Lord Jesus Christ. Amen. And you know, all these things, there's a lot of pressure from the family. Na unajua vitu hivi vyote kuna msukumo ambao wa kifamilia ambao unatoka kwa familia. Because when you come with a different kingdom, they don't want a change Kwa sababu ukija na ufalme tofauti mpya, of the hawataki kingdom that mageuzi. they are operating in. Hawataki mageuzi yaje kwa ule ufalme ambao wao wapo ndani. Hallelujah. Amen. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. You know, this service is not for even online. This is a church building. You know, praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Ushirika huu ni wa kutujenga. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. I'm saying this. You have to stand as a kingdom person Lazima usimame kama mtu wa ufalme, to build a kingdom identity. kujenga utambulisho wa kifalme. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And do things in a way that shall reflect the glory of the kingdom. Na ufanye mambo jinsi itakavyoangazia ufalme wa Mungu. The power of the kingdom. Nguvu za ufalme. The anointing of the kingdom. Upako wa ufalme. Hallelujah. Hallelujah. You shall not miss it in the mighty name of Hautakosa Jesus. katika jina la Yesu. I'm saying you shall not miss it in the mighty name of Jesus Christ. Hautakosa katika jina la Yesu. Tell somebody they are good names. Mwambie mtu kuna majina mazuri. The Bible says in the, let me read. In Ecclesiastes chapter 7 verse 1, I want to move very fast, I'm finishing. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Now, a good name is better than precious what? So they are good names. Kwa hivyo kuna majina mazuri. They are good names. Kuna majina bora. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. They are good names. Kuna majina bora. A name that you have built Jina ambalo umejenga, with kingdom blocks. umejenga kutumia material za kingdom. They are good names. Ni majina mabora. A Majina bora reputable name. ambayo haiwezi kuharibiwa. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Remember also there are bad names. Kumbuka pia kuna majina ambayo ni There are mabaya. bad names. Kuna majina As mabaya. you name yourself, Unapojiita as jina, you name others, unapowatajia wengine as you name majina, your things, your properties, unapotaja majina ya vitu you should know vyako, there is a good name and there is a bad name. lazima ubaini na kutambua kwamba kuna jina zuri na baya. Look at this bad name. Tazama jina hili I'll baya. still read. Pia tasoma First Samuel 25, Samueli wa kwanza 25. verse 25. Let not my Lord, I pray thee, regard this man of Belial, this man of the devil, even Nabal. For as his name is, so is he. Nabal is his name, and the foolishness is with him. That's a wife giving the testimony of her husband. Huyo ni mke anatoa ushuhuda wa mumewe. That is very true. Hallelujah. Amen. If your spouse says you are foolish, nobody, even God cannot doubt. Kama mpenzi wako anasema kwamba wewe ni mjinga, hata Mungu hawezi Praise the Lord shuku. Jesus Christ. Amen. He said, don't mind him. Usimjali yeye. Hata jina yake inakwambia yeye ni nani. Mpumbavu. Anaitwa Nabal, Kumaanisha na hivyo jina yake ilivyo hivyo ndivyo ilivyo. Yeye ni ni mjinga. How many of you have baptized your son Nabal? Nobody. Praise the Lord.
Because tell somebody we thank God. Nashukuru Mungu. Tell your neighbor I thank God. Nashukuru Mungu. How many of you here have, because there is nobody called Goliath here, how many have brothers called Goliath? Nani ako na ndugu ambaye anaitwa Goliati? Why? Kwa nini? But the Goliath was not the name of a person. Kwa hivyo Goliati haikuwa jina la mtu. It was the description of size. That's why you don't find it anywhere else in the Bible. Praise the Lord. Yalikuwa It was the maelezo description of ya it was not the name of a person. ya unene wa mtu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. But why don't you call our people Goliaths? Lakini je, kwa nini hatuiti watu wetu Goliati? Hallelujah. Amen. It is a bad name. Ni jina baya. A man who fought against and insulted the armies of God. Mtu ambaye alipigana na kutusi majeshi ya Mungu. How many children are called Herod? Je, ni watoto wangapi wanaitwa Herod? Herod Kimani. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Who has a sister here or a brother who desires to call their daughter Jezebel? Nani hapa ambaye ako na dada au ndugu ambaye anataka kumwita mwanawe Jezebel Canario. Yezebeli Canario? Praise the Lord. Why? Because it's a bad word. Kwa nini? Kwa sababu ni jina baya. Those are the ones we know, they are in the open. Hivyo ni vile ambavyo tunajua ni wazi. But there are names that are hidden. Lakini kuna majina yale ambayo yamejificha. Especially when names are carried by popular people. Hasa yale majina ambayo yamebebwa na watu ambao wanajulikana kabisa. When names are carried by Madonna. Yale majina ambayo yanabebwa na watu kama Madonna. Hallelujah. Hallelujah. The Beyonces of this life. Wale Beyonce wa The maisha haya. Fasces of this life. And we hear a good name. Na tunasikia jina jema. And you unaipachika kwa biashara yako. Na unaliweka katika biashara yako. Brenda Fassi Studios International. Hallelujah. Amen. Every name carries a spirit. Kila jina labeba roho fulani. Even some of us have to pray hata baadhi yetu, concerning the names you are given. hata baadhi yetu lazima inatupasa tuombe kuhusu ama dhidi ya majina ambayo tulipewa. Praise the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Because they reflect something that is not godly. Kwa sababu inaonyesha kitu ambacho si cha kiungu. They give you a character. Wanakupa Some of zinakupa us tabia have to pray fulani. concerning the connection between us and the people we are named after. Baadhi yetu ilitupasa tuombe kutokana na yale majina ambayo tulipewa na yule mtu ambaye tulitajiwa jina lake. All of a sudden you find that your marriage life, your career life, your health is following the pattern of the person you are named after. Muda tu unapata kwamba maisha yako, ndoa yako, familia yako inafuata ule mfumo tu wa mtu ambaye ulipewa jina lake. As a kingdom person, Kama mtu wa ufalme, as a kingdom citizen, kama yule you need an understanding kama mwananchi of wa the ufalme, naming system of the kingdom. unahitaji uelewa wa mfumo wa kupeana majina. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I told you they called me what? They called me Mutembei. I was more mobile than praise the Lord Jesus Christ. Walimuita jina Mutembei kumaanisha kwamba alikuwa It anatembea was a sana. mysterious mobile machine. Yeye kwamba alikuwa mashine ambayo ya kisiri In fact, my grandmother used to call me Magic, not Martin, Magic, because I was appear, disappear. Praise the Lord. kwamba alikuwa anapatikana na kutoweka. Hallelujah. Anaonekana na kutoweka. Hallelujah. Amen. There are things you have to deal with. Kuna vitu lazima tuvishughulikie. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is a better name. Tell somebody there is a better name. Lakini kuna jina bora. Hallelujah. Amen. All names are not equal. Some are better. Majina yote si sawa. Kuna yale ambayo ni bora na mema zaidi. The Bible says in Acts of the Apostles chapter 4 verse 12. Matendo ya Mitume 4:12. Acts of the Apostles chapter 4 verse 12. Matendo ya Mitume 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. There is no other better name. Hakuna jina lingine There is jema. no other higher name. Hakuna jina lingine ambalo liko juu sana. Hallelujah. Amen. Other than the name that we are given in the kingdom. Kushinda jina ambalo tumepewa katika The ufalme. name of Jesus. Jina la Yesu It gives us an identity inatupa utambulisho that is above all other kingdoms. ambao unazidi mfalme zingine zote. Praise the Lord Bwana Jesus Yesu Christ. asifiwe. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Amen. I'm here to speak to your family. Kwa hapa kunenea familia In the yako. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu. Whatever name has been given to Kile that ambacho family jina ambalo limepewa by the witches and the wizards, na wachawi na warogi. whatever identity Utambulisho wote ule that the enemy has been using, ambayo adui amekuwa akilitumia. the identity Utambulisho that the enemy has
been taking advantage of. ambao huo adui amekuwa akilitumia. The family identity Utambulisho wa kifamilia that the devil has been toying with ambao shetani amekuwa analitumia dhidi to yenu oppress your family, ili kufinyilia familia to yako, oppress your life, kufinyilia maisha yako, to stop your marriage, kwamba kuzuia ndoa to yako, kill your business, kuua biashara to yako, make you a nobody. ufanye wewe usiwe mtu wa From kutambulika. that day I speak to your life. Kutoka siku ya leo unanenea I maisha speak yako, to your life. unanenea maisha A yako, new identity. utambulisho A mpya, new identity. utambulisho In mpya the name of Jesus. katika jina la Yesu. The kingdom name of dominion. Utambulisho, utawala wa utambulisho, The kingdom name of conquest. utambulisho wa ufalme wa The kushinda, kingdom name of success. utambulisho wa jina In la the name of kupata Jesus faida katika Christ. jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. From today you shall rise. Kutoka leo utainuka, From today favor is your name. kutoka leo utapata From kibali, today victory is your name. kutoka leo ushindi ni jina lako, Triumph is your name. ushindi ni jina In lako that family in the name of Jesus katika Christ. familia hiyo katika I jina la block Yesu. every channel Na funga of kila a njia naming system ya kutaja that has left you weak, ambayo imekufanya uwe dhaifu, beaten and devastated. kuacha uwe dhaifu It kabisa. shall not be so again. Haitakuwa hivyo tena. Every family identity, Kila utambulisho wa every familia, family kila name utambulisho wa that has familia. left you vulnerable Amen. to the arrows of the enemy. Amen. From today we close that channel. In the name We of close that Jesus. naming system. In the name of And we Jesus. declare in the name of Jesus Christ. Yes. The anointing of God Amen. is upon your family. In the name In of the name Jesus. of Jesus Christ. In the name of The Jesus. fire of God the name is of upon Jesus. the naming system Oh, yes. of your family. In the name of The Jesus. glory of God Oh, yes. is upon your names. In the name of In the Jesus. name of Jesus Christ. In the name of The Jesus. glory of the Lord Amen. descends upon your family Oh, yes. to change your identities, name of to Jesus. change the patterns in the bloodline. In the name of In the Jesus. mighty name of Jesus Christ. Every naming system yes. that directed your family to alcohol, name of to Jesus. drug addiction, Oh, to yes. prostitution, yes. to poverty, Uh-huh. sickness and disease, we annihilate today. In the name of In the name of Jesus. In the name of the Jesus. name of Jesus. I speak quiet families, yes. calm families, Yes. peaceful families, yes. profitable businesses, the name of triumphant Jesus. businesses. Oh, yes. In the mighty name of Jesus In the Christ, name of I Jesus. speak favor Oh, yes. over your family, Oh, yes. over your life. Oh, yes. Favor, In the favor, name of Jesus. favor. I Wherever you receive turn, favor. I receive favor. favor. Wherever you go, receive favor. favor. In the mighty name of Jesus. Oh, yes. Even in hard times, Oh, yes. favor. Yes. The grace of God is upon you. of The Jesus. grace of God is upon you. In the name of Jesus. Every naming system Oh, yes. that has relegated your family Yes. to the grass level of operation, Yes. from today in the name of Jesus Christ, name of Jesus. I speak by the grace of God Yes. over your children. name of I Jesus. speak by the grace of God name of over your Jesus. businesses, over your finances, over your marriages. On the katabazaya sarada tekete pregada shara le pekete pregada zaya le nene shatalaba le pekete bezaya. Forces of destruction in marriage and family, I arise against you in the mighty name of Jesus Christ. Forces of darkness, agents of darkness, to swallow your finances, that swallow the sweat and the profit of your labor, in the mighty name of Jesus Christ, be destroyed by the fire of the Holy Ghost. In the Bazokra Desire, Chekete Pregadazaya, Lekete Pregadazaya. In the mighty name of Jesus Christ, the forces of darkness that seek to stop you from today in the name of Jesus Christ, they shall not manifest again in your life. In the mighty name of Jesus Christ, whatever forces of darkness that cause your life to move in circles, be defeated in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, every opposition in your life today, we convert it. I convert every kind of oppression, every kind of opposition in your life today, I convert it by the power of the Holy Ghost and by the grace of God into your positioning in life. Every opposition becomes your positioning in the mighty name of Jesus Christ. Today I speak to your life by the grace of God. Break the ceiling of restriction, break the ceiling of restraint in
the mighty name of Jesus Christ. Every ceiling that has operated over your family, every ceiling that has operated over your marriage, that you may not know a particular level of marital bliss, every ceiling that has operated over your finances, that you may not know a particular level of financial breakthrough, from today in the name of Jesus Christ, I break the ceiling. I break the ceiling. I break that ceiling. I break that evil ceiling. I break that evil ceiling in the name of Jesus Christ. The hand that separates you from your blessing, I break it today. I break it today. I break it today. Every hand that separates you from your breakthrough, I remove it today. I remove it today on this altar by the power of God. Every hand that removes your family from the place of blessing, in the name of Jesus Christ, I remove that hand. I break that hand. I destroy every partitioning of the enemy between you and your blessing, in the mighty name of Jesus Christ. Any name that you carry, any name that you carry that limits you, today in the name of Jesus Christ, receive the grace of God. Receive the grace of God. Some of you grew up being called a particular name, being identified with a particular member of the family, and they would always say, haka katakuwa kama nani. In the name of Jesus Christ, I declare that only the pattern of heaven shall be reflected in your life. In the name of Jesus Christ. Common mistakes, common errors in marriage and family shall not be repeated in your life, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Shakradabos lahandezaya. Rekatos lahandegede shanta rabagadazaya. Rekato brigadeshala bahandegezata. In the name of Jesus Christ. Every sickness, every weakness in the body, in the mind, in the spirit, that was induced through the naming system of your family, through the family operations of darkness, through the jealousies and rivalries in the family, today we correct that situation and we place you on the pedestal of redemption, declaring that your place is the place of rest, is the place of triumph in Christ Jesus. Father, we give you praise. I'm speaking to people here who are struggling to get an income. I release the grace over your life to find favor with employers, to find favor in your particular business enterprise. Regardless of the times that we are living in, you shall not be trodden down. You shall not be destroyed. You shall not be denied of what is due to you. If there is no help coming from near you, the Bible says that your help shall come from afar. We call the help that comes from afar. We summon the help that comes from afar. We invite the helpers that come from afar. In the name of our Lord Jesus Christ. Father, we give you praise. Father, we give you glory. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power
power in the name of Jesus. Let us be upstanding and sing this song. Worship God together. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Maybe you're there and you have a need in your life. You have a need for healing. I want you to come forward as I pray with you. Our God is a miracle working God. The power of God is present in this place to heal. You're there, you're saying, I need a touch on my health. Just come here.